tushamaliza. Kwa hiyo huyu Songea yuko bora, na huyu Songea kama angekutana na wale wakimbiaji yake watoto ya Mode, mtoto wa Mudi alikuwa tunamwaga leo, kwa sababu ukiangalia Songea wako vizuri kweli kweli, wako bora tena ubora naweza nikasema unalingana, sema mimi nimemzidi kidogo, na ndio maana ukiangalia mapigo nilompiga goli 2 tu, lakini kuna timu tunaipigaga 5, ndio maana hata msimu huu imeogopa kuja. Kwa hiyo nikiangalia Songea United sielewi kama ni wale walikuwa wanaitwa Majimaji, amebadilishwa jina wakaitwa Songea, lakini wote ndio hivyo hivyo Songea United. Kwa hiyo niwaombe kichama cha mpira miguu kule Songea waiangalie timu kwa umakini, kwa ubora ambao wameuonyesha kwa bingwa wa nchi ambaye ni Yanga, makombe yote mawili, kwa ushindano ambao wametupa hapa chachu walotupa. Naona kama hii timu atakwenda kuisimamia vizuri, naona misimu ya mbele mbele kwenye ligi kuu tunakwenda kuruka nayo, yani inakwenda kucheza kwenye ligi kuu ya Champions League. Kwa hiyo niwapongeze Songea United, mchezo umemalizika. Mwisho wa siku tumemwambia aenda kacheza na kochezaga, unajua siku zote nakwambia mtoto yake ni nepi, kwa anakwenda kucheza na kochezaga. Hatua robo finali, naomba mtoto wa Mudi anipange naye. Kwa hiyo mechi hii imeshaisha, tukitoa kinachofuata tunarudi tena kwenye ligi kuu NBC na kwenda kumkabili mtu ambaye amenipa majira katika moyo wangu, katika mtima wangu, ambaye ni Tabora United. Tabora United kwanza atajuta kumkaba muuza visu kwenye mechi tuliyokutana pale Chamanzi. Hakika tarehe 2 ni mauaji ya halaiki pale Tabora. Hakika moto unaokwenda kumpelekea Tabora, hakika hatosahau katika maisha yake. Alinifanya kitu mbaya sana mimi pale Chamanzi, niliondoka na lia nikasema Tabora kunifunga mimi huyo. Sasa nimwambie, unajua katika kumkaba muuza visu, angalia pita zako, sio kashangaa unaenda kupita Kiwambazani au unaweza kukutana popote. Sasa yule nikaba mimi Kiwambazani, lakini sasa safari hii namfuata nyumbani kwake. Nataka nikamuulize zile pointi 3 alizozibeba kina Yakuba pamoja na yule nani yule Makambo, walizibeba kwa timu yao kwa ubora wao, ama sio alinivizia mimi nikiwa napitia kwenye tanuri la moto? Sasa tarehe 2 niwaambie mashabiki wa Yanga waliokuepo pale Tabora, naomba kusanyika kwenye uwanja wa Asali Mwinyi kwa wingi. Hakika kwenye siku mbili hizi kuanzia kesho tarehe 30 tarehe 1 tunafanya convoy kumfuata Tabora. Hii barabara Morogoro Road mpaka Dodoma huko tunakwenda kufanya convoy ya maana kuliko tuna gari kama 800 hivi. Tunampata Tabora United na uhakika Tabora ile yote itakuwa njano na kijani. Nimemsikiliza Christina Mwagala, kashaanza kuweweseka huko baada ya kusikia wananchi tunakwenda kuvamia kwa kasi ule mji. Kashaanza kuweweseka. Sasa nimwambie, unajua mtu ukimwona anaongea sana, huyo ana dalili zote za kufa. Kwa hiyo Christina Mwagala ajiandae kisaikolojia, moto unakwenda kumpelekea tarehe 2 atajuta kuifahamu Yanga. Hakika tunasema sisi ni askari tuliopigwa risasi na Tabora United. Mwisho siku watukufa tumewesha talini, risasi imetolewa, tunarudi msituni. Tabora huyo hapa. Tarehe 2 ni mauaji halaiki. Kisasi lazima kilipwe. Mashabiki wa Young African na pressure kiasi gani kuelekea huo mchezo wa Tabora United? Kwanza tuna pressure kwa kikosi tulichokuwa nacho cha mabilioni ya pesa ambao kinaogopeka mpaka na watoto wa Mudi wanatukimbia. Kwa hiyo Tabora nimwambie sisi mashabiki tupo vizuri, tunaenda kukabiliana naye kuchukua pointi 3 muhimu kama unavyoona sasa hivi.